Kiwa hivi kutokupata hedhi ni hali ya kawaida kabisa, na kama unafikiria kuanza matibabu, tafadhali naomba usitishe. Wewe shetani kweli. Na karibia ule ukomo wa hedhi, unaweza kujikuta unakosa period au unachelewa kupata period. Hata ukipata ni kidogo sana. Lakini vile vile kama ni mtu wa mazoezi magumu sana, kuna uwezekano ukawa unakosa au unapata hedhi kidogo. Ila pia kama unanyonyesha, kuna uwezekano usipate kabisa hedhi yako. Ila vile vile kama una ujauzito, kukosa hedhi ni hali ya kawaida. Huenda umebadilisha mazingira hivi karibuni, ili ukapelekea umebadilisha lifestyle pamoja na baadhi ya vyakula, kwa inaweza kupelekea kukosa hedhi. Kama umekaa katika kile kipindi cha msongo wa mawazo au stress, ulikuwa na hofu, ulikuwa na wasiwasi, kukosa hedhi ni jambo la kawaida kabisa. Lakini tambua kwamba inaweza ikawa ni kutokana na maradhi, aidha ni matatizo ya hormone, hasa ile hormone estrogen. Vile inaweza ikawa ni changamoto katika mfumo wako wa uzazi, anamaanisha kwenye ule mji wa mimba. Pia kama una aina yoyote ya vimbe, aidha ni matatizo ya PCOS, una matatizo ya vimbe kama myoma au fibroids, vile vile endometriosis, inaweza kupelekea kukosa ujauzito. Kwa kama unapitia changamoto hii, inaweza kupelekea ukashindwa kubeba ujauzito, ukajikuta unapata maumivu makali, ila pia muda mwingine unakosa hata nia ya tendo la ndoa. Unaweza kuchukua namba kwenye comment section hapo, tukaweza kuwasiliana kwa ajili ya kupata matibabu. Kisha umesha kwa wanawake walau 10 tu.